Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 18, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli, sura ya 7, aya ya 9 hadi ya 10, aya 13 hadi ya 14. Na somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 16 hadi ya 19. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 9. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwatwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka, nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia, walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, Inukeni, wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa wasikilizaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo ikiwa mama kanisa mtakatifu anafanya sikukuu ya kung'ara sura kwa Yesu, somo la Injili linatualika kutafakari tukio kubwa la kung'ara uso Bwana wetu Yesu Kristo mlimani Tabor. Injili ya Mathayo inatuambia kwamba Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohane akapanda nao mlimani. Na wakiwa huko, basi akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Wapendwa wasikilizaji, hebu tutafakari juu ya mambo yafuatayo. Ni kwa nini Yesu alipanda mlimani? Ndugu zangu wapendwa, tukio hili alikutokea kwa bahati mbaya. Yesu alikuwa ameanza kuwafunulia wanafunzi wake kwamba atapaswa kwenda Yerusalemu, kuteswa sana na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Habari hii iliwashtua na kuwatia hofu wanafunzi. Ndipo Yesu kwa upendo wa kibaba anawapandisha mlimani ili awape nguvu, awaonyeshe kwa dakika chache utukufu ule ule ambao unamngoja baada ya mateso. Anataka wajue kwamba msalaba si mwisho wa safari, bali ni njia ya kuelekea utukufu. Ndugu zangu wasikilizaji, hapa tunajifunza kwamba Mungu hataruhusu tupite katika mateso bila kutupatia matumaini. Anatuonesha mwanga kabla ya giza, ili wakati giza litakapokuja tusikate tamaa.
Musa na Eliya wanaonekana wakizungumza na Yesu, ishara ya kwamba sheria na manabii vinamshuhudia Kristo. Injili inasema Musa na Eliya walitokea huku wakizungumza na Yesu. Musa anawakilisha sheria, Eliya anawakilisha manabii. Uwepo wao unatufundisha kwamba Yesu si kitu kigeni kwa mpango wa Mungu. Yeye ndiye utimilifu wa yale yote yaliyoahidiwa tangu Agano la Kale. Kristo hakuja kuvunja sheria na manabii, bali kuvitimiza. Rejea Mathayo sura ya 5 aya 17. Sauti kutoka mbinguni. Wingu jeupe likawafunika na sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Hii ni sauti ya Mungu Baba mwenyewe, sawa na ile iliyosikika wakati wa ubatizo wa Yesu mtoni Yordani. Ujumbe uko wazi. Yesu si nabii mmojawapo tu, yeye ni mwana wa Mungu. Na agizo tunalopewa ni moja: msikieni yeye. Ndugu wapendwa, hili ndilo somo kuu la sikukuu hii ya leo. Kumsikiliza Yesu, si kumsikiliza tu kwa masikio, bali kuishi kulingana na maneno yake, kumfuata katika njia yake, hata pale njia hiyo inapopita kwenye msalaba. Kwani yeye amesema ndiye njia, ukweli na uzima. Petro akiwa amevutwa na utukufu ule, anasema, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Nitajenga hapa vibanda vitatu. Petro anataka kubaki mlimani milele, kuepuka kushuka na kukabiliana na uhalisia wa maisha, mateso na dunia yenye changamoto. Ndugu zangu wapendwa wasikilizaji, kamwe hatuwezi kubaki mlimani milele. Baada ya mng'aro, Yesu na wanafunzi wake walishuka mlimani, kwa sababu kazi ya wokovu ilikuwa bado haijakamilika chini, yaani kati ya watu. Vivyo hivyo sisi tunapokutana na Mungu katika sala, katika ekaristi, katika sakramenti, hiyo ni milima yetu ya kung'ara. Lakini baada ya hapo tunaitwa kushuka na kwenda kuishi imani yetu katikati ya jamii, familia, kazi na changamoto za kila siku. Ndugu msikilizaji, leo nisingependa tutafakari injili ya leo kwa maneno matupu. Nataka nikualike tufikirie pamoja, tuishi pamoja kama binadamu tunaokabiliana na maswali makubwa ya maisha, mateso, hofu na hamu ya kuona mwanga katikati ya giza. Fikiri kidogo. Wewe umewahi kupanda mlima gani maishani mwako? Si mlima wa ardhi tu, bali nazungumzia ule mlima wa maumivu, wa magonjwa, wa kufiwa, wa kukosa kazi, wa ndoa iliyovunjika na pengine wa upweke wa moyo. Kila mmoja wetu ana mlima wake anaoubeba. Petro, Yakobo na Yohane walipopanda pamoja na Yesu siku ile, moyoni mwao kulikuwa na mchanganyiko wa hisia. Tukumbuke kuwa wiki chache tu, au tuseme siku chache zilizopita, katika injili hiyo hiyo Yesu alikuwa amewaambia jambo lililowatetemesha. Alikuwa amewaambia hivi: nitakwenda Yerusalemu, nitateswa sana, nitauawa. Fikiria unavyosikia hivyo kutoka kwa mtu unayempenda zaidi duniani. Kimsingi ni hofu na wasiwasi, labda hata hasira ya kutokuelewa. Ni kwa nini? Na kwa nini iwe hivyo? Lakini ndani ya hofu hiyo hiyo,
Yesu anawachukua mlimani, na huko kitu kinatokea ambacho maneno hayawezi kukielezea kikamilifu. Uso wake unang'aa, mavazi yanang'aa kama nuru. Ninajaribu kufikiri jinsi mioyo yao ilivyoduaa. Je, umewahi kupata dakika moja tu maishani, dakika ambayo kwa ghafla giza lote linaondoka na unahisi amani isiyoelezeka? Labda ulikuwa unaomba kwa machozi, alafu ghafla amani ikaingia moyoni mwako bila maelezo. Hiyo ndiyo aina ya dakika Petro, Yakobo na Yohane walipata au walipitia. Naipenda sana sehemu hii Petro anaposema, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Nitajenga vibanda vitatu. Siku zote ninapofikiria maneno haya, ninajiona mwenyewe ndani yake, kwa sababu sisi sote tunapopata dakika ya amani, ya furaha, ya kuguswa na Mungu, tunataka kubaki hapo milele. Tunachoka na maumivu ya kila siku na tunatamani kujenga vibanda, mahali ambapo hakuna tena mateso, hakuna tena mapambano. Lakini uhalisia wa maisha ni kwamba hatuwezi kukwepa kushuka mlimani. Baada ya faraja, uzito wa maisha unarudi tena. Hiyo si dhambi, ni ubinadamu wetu tu. Hata Petro, mtu mwenye imani kubwa namna ile, alishindwa kuelewa kabisa maana ya kile alichokiona. Sauti inayotugusa moyoni. Kisha wingu likawafunika na sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Ninapofikiria juu ya maneno haya, ninajiuliza, je, mimi ni msikivu kiasi gani? Katika kelele za maisha yangu, matatizo ya kifedha, mahusiano, kazi, mipango isiyotimia, je, ninatoa nafasi ya kumsikia Mungu akiongea nami? Au sauti yangu mwenyewe, hofu zangu mwenyewe, ndizo zinazotawala akili yangu daima? Kuna jambo la kuhuzunisha kuhusu jinsi tunavyokuwa na haraka ya kutoa maoni, kupanga mipango, kutafuta ufumbuzi, kama Petro aliyetaka kujenga vibanda mara moja, badala ya kwanza kunyamaza na kusikiliza. Labda hilo ndilo somo linalonigusa zaidi siku ya leo, kunyamaza. Kumpa Mungu nafasi ya kuongea kabla sijaanza kuzungumza mimi. Tukubali kuondoka sehemu zenye faraja, yaani comfort zones, kushuka mlimani, ndipo maisha halisi yanapoendelea. Kilichonigusa zaidi ni hiki: Yesu hakuwaacha wanafunzi wake wabaki mlimani. Walishuka chini, kwa sababu chini kulikuwa na watu waliosumbuliwa, mtoto mwenye pepo aliyekuwa akiwasubiri, na hatimaye msalaba ulikuwa unawasubiri Yerusalemu. Ndiko kujifunza mahangaiko ya watu na kushiriki nao kubeba mizigo yao, mwaliko unaotolewa na Mtakatifu Gaspari. Ndugu zangu, hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Tunapata dakika zetu za kukaa mlimani, katika sala, katika misa, katika wakati wa faraja tunaopewa na Mungu. Lakini hatuishii mlimani. Tunashuka na kurudi kwenye familia zetu, kazi zetu, magonjwa yetu, majaribu yetu. Tofauti ni kwamba baada ya kuona mng'aro ule, hatushuki tukiwa wale wale. Tunabeba ndani ya mioyo yetu ushuhuda kwamba hata katikati ya giza utukufu upo, unatungoja mwishoni. Ujumbe kwa maisha yetu ya leo, ndugu zangu wasikilizaji, sikukuu ya kung'ara uso wa Yesu inatuachia ujumbe ufuatao:
kumtazama Yesu kwa macho ya imani, hasa wakati wa magumu, tukijua kwamba mateso yetu si mwisho, bali ni njia ya kuelekea utukufu wa ufufuko. Kumsikiliza Yesu kwa unyenyekevu katika neno lake, katika kanisa lake, katika dhamiri yetu inayoelekezwa na Roho Mtakatifu. Kubadilika sisi wenyewe kama vile uso wa Yesu unaong'aa, sisi pia tunaalikwa kuachana na dhambi na kuruhusu neema ya Mungu iang'arishe maisha yetu ili tuwe nuru kwa wengine. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Hanold Mujwahuzi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!